Jinsi Amerika inavyoweka uchaguzi wa marudio wa 2027 wa Ruto hatarini. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Matukio ya hivi majuzi yanaonyesha mabadiliko makubwa katika uhusiano kati ya Kenya na Marekani na kuzua wasiwasi kuhusu mustakabali wa utawala wa Rais William Samoei Ruto. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa sasa wanadokeza kuwa Marekani imejitenga vilivyo na Ruto, jambo ambalo linaweza kuathiri vibaya urais wake na uwezekano wa kuchaguliwa tena. Kihistoria, Marekani imekuwa na jukumu muhimu katika nyanja ya kisiasa ya Kenya. Kwa miaka mingi, Amerika ilionyesha upendeleo wa wazi katika uchaguzi wa Kenya, haswa kupinga ombi la mara kwa mara la rais wa kiongozi wa zamani wa upinzani Raila Odinga. Takriban mara mbili wadadisi wa mambo wanasema Odinga alishinda kura za wananchi, lakini hakutangazwa kuwa rais kutokana na ushawishi wa Marekani. Wakati wa uchaguzi uliopita, balozi wa Marekani wa wakati huo Meg Whitman alikuwa akijishughulisha akifuatilia kwa ukaribu mchakato wa uchaguzi ili kuhakikisha matokeo yanamfaa William Samoei Ruto. Hii iliashiria uungwaji mkono mkubwa wa Marekani kwa Ruto wakati huo. Hata hivyo, mambo yanaendelea kubadilika sana. Balozi wa sasa wa Marekani Mark Dillard hazungumzi sana na anajihusisha kidogo na masuala ya Kenya, hivyo basi kuashiria kupungua kwa maslahi ya Marekani. Kinachojulikana zaidi ni ziara iliyogairiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio mwezi Aprili. Ziara hiyo ilikusudiwa kuimarisha uhusiano wa Kenya, lakini ikakatishwa ghafla ikiripotiwa kutokana na kupanga mizozo ya safari ya Ruto nchini China. Kugairiwa huku kulitoa ishara kali ya kidiplomasia kwamba Marekani inatathmini upya uhusiano wake na Kenya chini ya Ruto. Jambo kuu la mvutano ni kuongezeka kwa ukaribu wa Ruto na Uchina. Katika ziara yake, Ruto alizitaja Kenya na Uchina kama wasanifu wenza wa mpango mpya wa ulimwengu, kauli ambayo iliwatia wasiwasi maafisa wengi wa Amerika. Wabunge wa Marekani, ikiwa ni pamoja na Senator James Risch, wamehoji waziwazi uaminifu wa Kenya na kwa Amerika, wakionya kwamba kujiunga kwa China kunadhoofisha maslahi ya kimkakati ya Marekani barani Afrika. Marekani nao inaiona China kama mshindani anayeendeleza utaratibu mbadala wa ulimwengu unaoegemea kwenye utawala wa kiimla na kutozingatia haki za kibinadamu, tofauti na utaratibu wa magharibi ulioanzishwa baada ya vita vikuu vya pili ya dunia. Mabadiliko ya mtazamo wa Marekani pia yanaonyesha mabadiliko ya ndani katika siasa za Marekani. Chini ya utawala wa Biden, ushirikiano wa Marekani na Afrika ulikuwa wenye nguvu na wenye kujenga zaidi, huko Kenya ikionekana kuwa mshirika mkuu. Utawala uliopita wa Trump, kinyume chake, ulionyesha nia ndogo kwa Afrika. Urais wa Ruto ulianza wakati Biden aliingia madarakani, lakini ushindani unaoendelea kati ya Marekani na Uchina na usawa wa kidiplomasia wa Kenya umevuruga uhusiano. Zaidi ya hayo, majaribio ya Ruto ya kushirikiana na Urusi na China katikati ya mizozo ya kimataifa umemweka katika hali ya kutatanisha. Marekani inatarajia uaminifu kutoka kwa washirika wake na ukiukaji wowote unaonekana unahatarisha kutengwa. Ndizo taarifa za hivi sasa. Tutakuwa narejea na taarifa nyingine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Erwan Media.